Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma limepokea na kujadili taarifa za utekelezaji wa shughuli za kata kwa robo ya pili ya mwaka wa fedha Oktoba 2025-2026 katika kikao kilichofanyika wilayani humo. Akizungumza wakati wa kuwasilisha taarifa hizo, mwakilishi wa kata ya Chamwino Ikulu ameitaka serikali kuangalia uwezekano wa kuongeza soko la kibiashara kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya watu. Baadhi ya madiwani pia waliwakilisha kero zao na mafanikio yaliyopatikana katika kata zao, huku mmoja wao akitoa pongezi kwa elimu waliopewa madiwani inawasaidia kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Kuwasilisha taarifa ya robo ya pili, na ukitaka ukurasa unaanzia ukurasa namba 12 mpaka namba 19. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo yamefanyika. Nashukuru sana serikali yangu na chama changu cha Mapinduzi. Kwa kweli kulikuwa na changamoto nyingi, lakini wamezitatua. Kwa hiyo labda tu sana ambalo bado sisi tunalo kero pale kata ya Chamwino ni kwamba sasa tunawaza tuweze kupata soko kutokana na watu. Kata ile imeshakuwa na watu wengi, wageni mbalimbali wanaingia kwenye ile kata. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo sasa limekuwa ni changamoto. Wakina mama wanauzia nyanya kwa kweli ardhini. Kwa hiyo tunaomba serikali kwamba sasa iweze kuangalia na itupe macho mawili ili tuweze kupata soko kwa ajili ya kuwahudumia hawa wananchi wa kata ya Chamwino. Mwenyekiti, kamati yangu pia inapenda kutoa pongezi kwa watumishi kwamba tulizungumza swala la kutoa elimu kwa madiwani, elimu ya afya. Namshukuru Mungu kwamba elimu hiyo sasa imetolewa sasa hivi. Jambo lingine tulizungumzia kuhusu swala la maji. Naona watu wenzetu wataalamu wa maji kama watakuwepo, basi tuomba baadaye watupitishe vyote, kwani uliopo ni mdogo sehemu na ndogo. Kata ya Mwagwani na vitongoji 21 ambavyo vilibahatika kupata umeme. Kata ya Mwagwani ni vitongoji 8, vitongoji 13 vyote havina umeme. Kwa hiyo niwaombe sana mtusaidie kujengewa matundu ya vyoo 8 katika shule ya msingi Wiliko, kujengewa daraja kati ya Mwagwani na Wiliko, kwani mvua ikinyesha daraja hili ni changamoto sana. Kwanza nichukue nafasi ya kushukuru Chama cha Mapinduzi na serikali kwa ujumla kwa kuwatumikia wananchi wa kata ya Chiboli. Kata ya Chiboli mafanikio kwamba tumepata umeme hadi sekondari, pili tumetengenezewa barabara, na tatu tumepata maji, tunachimbiwa kisima kutoka nchi ya Katara na uchimbaji huo utaanza kesho. Mwenyekiti kwenye changamoto. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chamwino Tito Mgandwa aliwasilisha taarifa ya fedha zilizotolewa na kutumika katika kukamilisha miradi ya maendeleo kwa robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025-2026, akieleza kuwa fedha hizo zimepelekwa katika kukamilisha miradi ya maendeleo mbalimbali. Kiasi cha fedha kilichopelekwa kwenye miradi ya maendeleo kutoka Oktoba mpaka Disemba kilikuwa ni shilingi milioni 341,732,000, na hiki nitatoa hiyo orodha hapa chini, lakini kwa mpaka sasa napenda mjue kwamba tumepeleka shilingi milioni 406,370,518. Tuko chini ya utekelezaji wa asilimia zinazotakiwa kwa sasa, ambazo sasa tuko asilimia 35.4, lakini waahidi kwamba tutaongeza kasi, na hayo yote yametokea na shughuli mbalimbali za kiutawala kuanzia kipindi cha uchaguzi mpaka kufungua mabaraza. Naamini kwamba hayo yote yanajulikana mbele yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ambayo fedha hizi milioni 341 zilikoelekea, kulikuwa na fedha kiasi cha shilingi milioni 94 ambazo zilipelekwa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia tulianzisha vitalu na mashamba ya tufaa kwenye vijiji 5 vya wilaya ya Chamwino, huu ukiwa ni mkakati wa kimkoa wa kuanzisha mashamba ya tufaa. Yaani tuna mazao ambao wananchi wetu wanaweza kuuza kwa mwaka mzima.
Kwa hiyo tulipeleka shilingi milioni 3,730,000. Kwa upande wake, meneja wa NHIF mkoa wa Dodoma, Irene Kataraya, amesema kuwa shirika hilo linaendelea na utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ulioanza mwezi Agosti mwaka jana, akifafanua kuwa NHIF inatoa huduma kwa watumishi wa umma na makundi mengine yaliyojiunga. NHIF inatekeleza bima ya afya kwa wote, ndilo hilo kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, na hii tumeanza kuitekeleza tangu mwezi wa 8 mwaka jana, ambao sheria yake ilipitishwa na bunge letu tangu 2023. Kanuni zilianza mwezi wa 8 mwaka jana na sisi tumeanza kutekeleza tangu kipindi hicho, ambapo NHIF ndani ya hii miaka 25 ambayo NHIF imekuwa ikihudumu kwenye nchi yetu, tumekuwa tunasajili makundi tofauti tofauti kama ifuatavyo. Tuko sisi watumishi wa umma ambao tumekuwa tunachangia NHIF kila mwezi kwa mujibu wa sheria. Liko kundi la wanafunzi ambao wamekuwa wanachangia 50,400 nchi nzima, na hii ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambapo aliruhusu wanafunzi waendelee kulipa 50,400 na iwe nchi nzima kuanzia shule za awali mpaka vyuo vikuu. Kwa hiyo hili ni kundi la pili la wanafunzi, lakini kundi la tatu, yuko Mtanzania yeyote ambaye angependa kuhudumiwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Aidha, katibu tawala msaidizi anayeshughulikia usimamizi na ufuatiliaji na ukaguzi mkoa wa Dodoma, Eric Mtikahera, amepongeza uongozi wa halmashauri kwa usimamizi mzuri wa baraza hilo na kuwataka madiwani kujisajili katika mfumo wa NHIF kupata huduma za bima ya afya. Basi Mheshimiwa Mwenyekiti, nina mengi ya kuongea, lakini pia na maelekezo machache na kutoka na kusema kwa mkoa. Ambao la kwanza ni ile ambayo tumekuja nalo, ujumbe wa bima ya afya kwa wote. Kimsingi tumepata elimu na tunajua kwamba tumepata kwa kuanzia, na kimsingi yale maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais. Kwa maana kwamba kama diwani wa Tamu hatuna budi kuwasimamia ipasavyo na kutoa ushirikiano, na pia tumearifiwa zile mashine za BVR zimefika jana jioni. Kwa maana kwamba kwa maeneo yale ambayo yalipata changamoto kupitia kikao cha asubuhi tulikuwa na viongozi wa pale mkoani, na kimsingi tumeelekeza makatibu wa afya, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, mkurugenzi wa halmashauri, mwenyekiti wa chama, kamati yetu ya ulinzi wa usalama, Mheshimiwa diwani na wataalamu wenzangu, niseme kwamba itifaki yote ilizingatiwa. Akihitimisha kikao hicho, mwenyekiti wa baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chamwino, Elias Wilson, amewataka madiwani kuzingatia mwongozo mzuri wa uwasilishaji wa taarifa na utekelezaji wa shughuli katika kata zao, na kusisitiza kuwa kikao kijacho kiwe na utaratibu bora zaidi wa uwasilishaji. Madiwani hawa ni kuombe sana wapewe yani wanapoandika taarifa yao lazima wawe na mwongozo wa kuweza kuandika taarifa za utekelezaji, kwa sababu taarifa nyingi zimeonekana kwamba zimekuwa zingine zinatofautiana na zingine, lakini ukienda kwa afisa utumishi nafikiri mwongozo huo unao, na naomba madiwani baraza lijalo tuandike taarifa za utekelezaji kufuata miongozo ambayo tulipewa. Nafikiri wale wa zamani mliona ile miongozo. Kwa hiyo tuprint hiyo taarifa, madiwani wote wapewe. Baraza hilo linaendelea kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo kwa lengo la kuboresha huduma na ustawi wa wananchi wa wilaya ya Chamwino.